Mchungaji alivyoniambia nipande nihubiri, nikasema nabii inabidi akubalike kwao. Nilitema nondo nikawaambia hivi, watu walio wengi wanaamini kwamba wakiokoka wamemaliza matatizo, lakini ni tofauti. Nikawaambia hivi, ukiokoka umevaa combat ya jeshi ya Yesu, umetangaza vita na shetani anaanza kukupiga kivita kweli kweli. Kwa hiyo inatakiwa ushindane, umshinde shetani. Ukiwa na imani ndogo, shetani lazima akushinde, kwa sababu shetani haangaiki na walio wake, anahangaika na walio wa Mungu. Kwa hiyo inatakiwa usimame kweli kweli ili umshinde shetani. Kumbe nilivyoongea vile nikawa nimemponya mchungaji naye akawa mambo yake hayaendi hivi na hivi. Si unajua tena kijijini, watu wa kijijini wenyewe hawana hela, sadaka hivi tena maisha ni magumu. Umeona? Kwa hiyo nikawa nimemponya mchungaji. Kwa nini nasema hivyo? Ujue kwamba mchungaji naye ni binadamu, sio Mungu. Naye ana matatizo ya kiroho vile vile. Sio, unaelewa? Sasa pale tulivyotoka pale kanisani, niliokota. Tulivyotoka pale kanisani nikarudi nyumbani. Tulivyorudi nyumbani nikaanza kumwambia mama, kwa nini usio unaenda kuabudu pale kanisa la kiroho? Mama akaniambia, mwanangu, wewe mwenyewe unajua mimi ni mpika pombe. Mamangu ni mpika pombe maarufu sana. Pombe hizi za kienyeji za kutumia mahindi. Ni maarufu sana, alikuwa mpika pombe maarufu. Sijui unanielewa? Akaniambia hivi, sasa mpika pombe na wokovu wapi na wapi? Nikamwambia mama, utaacha kupika pombe. Akaniambia hivi, sasa nikiacha tutakula nini? Mnada ukija huku kwetu nitakuwa naenda na hela gani kununua vitu huko mnadani? Nikamwambia mama, mimi mwanao nipo na una watoto wengine. Mungu atajua tutakula nini. Mungu atajua tutakula nini. Mimi pale nikatoka nikarudi mjini. Nifika mjini nikaendelea na mishemishe zangu. Naingia kwenye magari. Mimi nishaingia kuhubiri hadi baa. Kuna baa hapa nikiwatajia wananifahamu. Sasa siku moja mamangu kanipigia simu, kaniambia, mwanangu, hapo ameshaokoka. Ana imani, mamangu ana imani, anaomba kweli mamangu. Akaniambia, mwanangu, wamekuja wa mtandao X, siwezi kuutaja. Wamekuja wa mtandao, wanataka kuweka mnara kwenye eneo letu sehemu fulani. Sisi tuna eneo karibiana kijiweni, wanataka kuweka mnara. Sasa baba yako ameniambia nikupigie utuambie wale wanataka tuwauzie au tuwapangishe watulipe kwa mwezi. Nikamwambia msiwauzie, muwapangishe. Wamesema kupangisha shilingi ngapi? Akaniambia kwa mwezi ni 2,500,000. Nikamwambia muwapangishie kwa mwezi 2,500,000, wao wanawalipa miezi 6. Umeona sasa? Kwa wale wa mtandao wakamlipa baba miezi 6. Umeona? Miezi 6. 2,500,000 mara miezi 6 ni hela ya kutosha. Mama ziki ziliishia pale. Maisha yakaanza kuwa mazuri. Kwa nini nakwambia hivyo? Ukimtegemea Mungu, amtegemeaye Mungu ni kama mlima Sayuni, hawezi kudondoka wala kutetereka. Mungu anajua maisha yetu. Mungu anaweza kila kitu. Amen. Kwa hiyo pale baba yangu naye alikuwa watoto pale nyumbani, watoto yani wadogo zangu mimi, wakiwa wanauma, mpigieni kaka yenu awaombee. Kwa hadi baba naye imani kamuanza kumuingia pole pole.